Ndugu zangu Waislamu, maudhui yetu leo biidhnillah ta'ala tazungumzia kuhusu qillatul hayati inda ar-rijal, uchache wa haya kwa wanaume huu wakati wetu wa sasa. Bali haya imepotea sana katika mujtama wa Kiislamu, si kwa waume si kwa wake, illa man rahima rabbi. Khuluqul haya, tabia ya haya. Wama adraka mal haya, na nini ninalokujulisha ni nini haya? Ndugu yangu Muislamu, al haya'u khuluqun jamilun, haya ni katika tabia nzuri ndugu zangu Waislamu. Yahuthu sahibahu ala al-ijtinab al-qabih wa fi'li al-hasanat au wa fi'li al-hasan. Ndugu yangu Muislamu, haya ni katika tabia tukufu sana, na humpelekea sahiba mwenye haya ala ijtinabi alqabih, kujiepusha na machafu. Haya ndio peke yake itakufanya wewe usiingie katika machafu. Wa fi'li alhasan, na itakupeleka wewe ufanye mambo yaliyo mazuri ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Fala wallahi ma fil aishi khairun idha dhahaba alhaya. Ndugu zangu Waislamu, maisha hayana khairi ikiwa hauna haya. Huna maisha ya khairi idha dhahaba alhaya, ikiwa haya imekutoka. Ndugu yangu Muislamu, alhaya ayuha alahibba laysa khiyarun wa laysa nafila. Ndugu zangu Waislamu, haya si kwamba mtu ni khiyari, wala haya si jambo la sunna, bal alhaya huwa ra'su makarimil akhlaq. Bali haya ni katika ra'su makarimil akhlaq, kichwa cha tabia nzuri. Katika zile tabia unazozijua zilizo nzuri, basi haya ndio kichwa chake. Rawa Ibn Majah fi sunanihi min hadith Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, inna likulli dinin khuluqa wa inna khuluqa al-islam al-haya. Tumesema sallallahu alayhi wa sallam, kila dini na tabia yake, na tabia ya Uislamu ni haya. Kila dini ina tabia yake. Wa inna khuluqa al-islam, na hakika tabia ya dini yetu ya Kiislamu tukufu, al-haya, ni mtu kuwa na haya. Bimaana ikiwa huna tabia ya haya, huna Uislamu, hujakamilika katika Uislamu wako, hujajipamba na sifa ya haya kwenye Uislamu wako. Qala al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, idha nuzi'a al-haya'u min al-insan nuzi'a minhu khairu kullu. Al-Imam Ahmad asema, mtu anapovuliwa haya, utakapomwona mtu hana haya, ujue kavuliwa khairi yote. Nuzi'a minhu al-khairu kullu, amevuliwa khairi yote, hana khairi mtu huyo. Utakapoona haya, ndugu yangu Muislamu, wal billah, umekosa katika sifa ya neno haya, hujajipamba na sifa ya kutokuwa na haya au kuwa na haya, basi ujue umevuliwa katika khairi iliyo kubwa sana. Asbaha almujtama'u, leo mujtama, society, jamii ya Kiislamu imekuwa yujarridu ar-rajula min sifati al-haya, watu wanajiepusha na sifa ya kuona haya. Wayatabiruna dhalika aiban fi ar-rajul, na kuna wengine hufikiria kwamba haya ni aibu kwa mwanamume. Mwanamume hana haya, na haya ni mafuhumu ya makosa. Haya ni katika mafuhumu, katika makosa uliofahamu hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo kuna watu wakaona kujiepusha na haya, na pia wakafikiria haya ni katika aibu, mwanamume kuwa na haya ni aibu. Wa hadhihi wallah nasma'u man yaqulu li ghayrihi la tastahi fatakuna mithla an-nisa. Wallahi ndugu zangu Waislamu, bali tushasikia watu wakiwaambia watu wengine, la tastahi, usiwe na haya, fatakuna mithla an-nisa, utakuwa mfano wa mwanamke. Allahu akbar. Muislamu yatoa maneno yake kwenye kinywa chake akimwambia ndugu yake Muislamu, wacha kuwa na haya, utakuwa kama mwanamke. Ala falyu'lam anna al-insana ja'ala khuluqa al-haya lirrijal wan-nisa. Lakini ajue mwenye kusema hivyo kwamba Uislamu umeweka tabia ya haya kwa wanaume na kwa wanawake. Yote atakana Muislamu awe nayo na sifa kama hii, awe mume awe mke. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliulizwa siku moja, alhaya'u min ad-din, alhaya'u min ad-din ya Rasulullah, je, haya ni katika dini? Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume akajibu, huwa ad-dinu kullu, bali ndiyo dini nzima. Wewe uliza haya ni katika dini, bali dini nzima, Uislamu nzima ni haya.
mara nabii sallallahu alaihi wasallam ala rajulin wa huwa yansahu akhahu fil haya. Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja alipita kwa mtu amwona mtu amnasihi ndugu yake katika haya, hana haya, hana sifa ya haya, akawa yumpa waadhi na kumkemea, kumuonesha uwe na haya, mambo haya yatakikani muislam kuwa na haya. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipopita akiona maneno kama yale, akamwambia ule bwana anemnasihi mwenzake, da'ahu fa innal haya min al-iman, achana naye, muache, fa innal haya min al-iman, hakika haya ni katika iman. Bimaana hajakuwa na iman, atakapokuwa na iman atakuwa na haya. Fa innal haya min al-iman, utakapomuona mtu kakosa haya, basi itie shaka imani yake, bado hajakamilika na imani, hajakuwa na iman. Kwa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, asbaha kathirun min ar-rijal yaftakhiru biqillati al-haya wa yu'tabaru dhalika min as-sifati al-hasana. Wangapi katika wanaume wamekuwa wajifakhiri kwa kukosa haya, tena mtu ni fakhri kwake, mimi sina haya bwana, nitapita tu mahali pale, mimi sina haya, nitamwambia la kumwambia. Ukamuona kijana aweza kuzungumza mbele ya watu wazima waliomzidi umri bila kuona haya, maneno atakayozungumza. Ukamuona kijana amesimama, mtu mzima, kijana amekaa kwenye kiti, amekuja mtu mzima akasimama, kachoka kule kusimama, na kijana kakaa pale bila haya, akawa mtu ni fakhri kwake kukosa haya. Wayatabir, na akawa ni mwenye kuzingatia dhalika min as-sifati al-hasana, kwamba haya ni miongoni mwa sifa nzuri. Walam ya'lam annahu kullama qalla al-haya'u fi suduri ar-rijal kana dhalika sababan min asbab al-fujur wal-wuqu'i fi al-ma'asi. Lakini mtu huyu hajui kwamba kila uhaya inapopungua katika vifua vya wanaume, utakapomuona mwanamume haya yazidi kutoka kwenye kifua chake, ujue hiyo ni miongoni mwa sababu ya mtu kuingia katika maasi, ni miongoni mwa mtu kumpeleka fil fujur, katika mambo machafu, walwuku'i fil maasi, na kuingia katika maasi. Huwezi kuwapata wanaume wanaingia katika kamba za maasi, wanaingia katika kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala, illa bisababi qillati alhaya min Allah subhanahu wa ta'ala, isipokuwa watu wale wana uchache wa haya wa kumuonea Allah subhanahu wa ta'ala, hawana haya na Allah subhanahu wa ta'ala. Utakapomuona mtu kaingia kwenye maasi, kwenye machafu, kwenye mambo maovu, basi ujue ana qilla, ana uchache wa haya na Allah subhanahu wa ta'ala. Amepokea al-Imam al-Bukhari fi sahihi min hadith Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, asema Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adraka an-nas min kalami an-nubuwwati al-ula idha lam tastahi fasna' ma shi'ta. Wengi katika hadithi hii, ndugu zangu Waislamu, baadhi ya watu huifahamu kimakosa kwamba wana ruhusa ya kufanya maasi, fasna' ma shi'ta, fanya utakavyo, akaona hii ni ruhusa akapewa, lakini sio mafumu yake. Umeelewa hadithi hii kwa mafumu ambao sio yake, kwamba Mtume asema sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adraka an-nas min kalami an-nubuwwati al-ula, katika yale walioyapata watu katika manabii, maneno ya manabii wa kwanza, idha lam tastahi fasna ma shi'ta, kwamba ikiwa huna haya fasna ma shi'ta. Kwa hivyo mtu akaona amepewa ruhusa ya kufanya maasi, fanya unavyotaka, lakini sio hivyo ndugu yangu Islam. Hadithi hii huwa tahdidun wa wa'idun min Allah, ni vitisho na ahadi mbaya kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Maana yake ai anna alladhi la yamliku alhaya, mtu yoyote ambaye kwamba hana haya kwenye kifua chake, hamiliki haya kwenye mwili wake, basi mtu huyo aweza kufanya lolote katika la kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. La yamliku alhaya, ndio maana ya hadithi fasna' ma shi'ta, bimaana wewe huna haya kwenye moyo wako, kwa hivyo wewe waweza jambo lolote kulifanya la kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala, lolote kitendo ambacho kwamba ni cha haramu ukalifanya. Falhaya ayuha almuslimun yabhathu ala fi'li alkhairat wa tarki almunkarat. Haya peke yake ndio itakuongoza katika fi'li alkhairat, kufanya mambo ya khairi, wa tarki almunkarat, na kuacha mambo machafu, kwa sababu ya haya min Allah. Kabla hujalifanya jambo la maasi, ujue Allah yakuona, humstahi Allah subhanahu wa ta'ala. Huoni haya kwa Allah subhanahu wa ta'ala?